Karibu mtazamaji wa Niyako TV. Hapa utapata habari mbalimbali za michezo, burudani, biashara na uchumi. Kuelekea mechi ya kesho ya Taifa Stars dhidi ya Tunisia, makocha wa timu zote mbili walikuwa na haya ya kusema, lakini pia katika upande wa Taifa Stars tuliona dhidi ya Uganda waliweza kutoka sare kwa bao 1-1, lakini pia kwa upande wa mechi yao dhidi ya Nigeria ambapo Nigeria waliweza kutoa ubingwa kwa kufunga magoli 2 huku Taifa Stars ikijinyakulia bao 1. Na kwa upande wa kocha wao wa Taifa Stars Miguel Gamondi alikuwa na haya ya kusema. Gamondi asisitiza mpango kazi kwa Taifa Stars ikijipanga kuikabili Tunisia, na alikuwa na haya ya kusema, na nukuu kama ifuatavyo: Tunisia wana wachezaji wazuri sana wenye uzoefu wa kutosha, hivyo tunapaswa kuwa makini, lakini Taifa Stars inajiandaa kwa dhati ili kuhakikisha inapata ushindi muhimu katika mechi ya kundi C katika AFCON ya mwaka 2025. Na kwa upande wa kocha wa Tunisia, yeye ameonekana kuipongeza sana kwa kiwango cha juu timu ya Taifa Stars, huku akisema kuwa tulitazama mechi ya Tanzania dhidi ya Nigeria, hakika walistahili kushinda. Tunawaheshimu na kwetu sisi kila mechi iliyoisha ni historia kwao. Taifa Stars inakutana na Tunisia huku Stars wakilenga matokeo mazuri ili kubakisha matumaini ya kufuzu hatua ya 16 bora ya mashindano hayo. Kwa upande wake Novatus Dismas alikuwa na haya ya kusema. Amesema kuwa akili za wachezaji zipo kwenye kushinda na mashabiki hawana nafasi kwenye mpango wao wa mchezo. Kuruhusu goli ni sehemu ya nyakati za mchezo tu. Kwa mchezo wa kesho tumejipanga kuhakikisha tunafunga goli, lakini pia tunalinda goli, isiwe kama michezo miwili iliyopita tulioruhusu magoli mepesi. Hayo ni maneno ya Novatus Dismas, na Taifa Stars inajiandaa vyema kuutumia mpango, na Taifa Stars inajiandaa vyema ili kuweza kuutumia mpango wake wa ushindi, huku ikikabiliwa na wachezaji wenye uzoefu wa Tunisia na mashabiki wao walio wengi kutoka nchini Morocco. Tunawatakia heri katika mchezo wa kesho Taifa Stars dhidi ya Tunisia ambao utafanyika saa 1. Hii ni Niyako TV, usikose kushare, kusubscribe, lakini pia kudondosha komenti yako. Ulikuwa nami Rahma Hamisi katika habari za hivi punde. Nikutakie mchana mwema.